neno la Bwana limekuja kwetu sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani, hilo neno lenye kutuletea wokovu. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumatano, juma la kwanza, kipindi cha Majilio, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka kitabu cha Nabii Isaya sura ya 25 aya ya 6 hadi ya 10, na somo la Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 15 aya ya 29 hadi ya 37. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Siku ile Yesu alifika kando ya bahari ya Galilaya, akapanda mlimani akaketi huko. Wakamwendea makutano mengi wakimletea viwete, vipofu, mabubu, vilema na wengine wengi, wakawaweka miguuni pake akawaponya. Hata ule mkutano wakastaajabu walipowaona mabubu wanasema, vilema wanakuwa wazima, viwete wanakwenda, na vipofu wanaona. Wakamtukuza Mungu wa Israeli. Yesu akawaita wanafunzi wake akasema, nawahurumia mkutano, kwa kuwa yapata siku 3 wamekaa pamoja nami, wala hawana kitu cha kula. Tena kuwaaga wakifunga sipendi, wasije wakazimia njiani. Wanafunzi wake wakamwambia, tupate wapi mikate mingi hapa nyikani, hata kushibisha mkutano mkuu namna hii? Yesu akawaambia, mnayo mikate mingapi? Wakasema, 7 na visamaki vichache. Akawaagiza mkutano waketi chini, akaitwaa ile mikate 7 na vile visamaki, akashukuru, akavimega, akawapa wanafunzi wake, nao wanafunzi wake wakawapa makutano. Wakala wote wakashiba, wakayaokota masazo ya vipande vya mikate, makanda 7 yamejaa. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Basi nakualika kwa tafakari fupi juu ya somo la Injili tulilotoka kulisikia, pia tukiendelea kukumbuka kwamba tumeanza kipindi cha Majilio, tukiendelea kumtazamia Mwokozi wetu Masia Bwana wetu Yesu Kristo aje kukaa katika mioyo yetu na kutufanya wapya. Katika somo hili naweza tukapata mafunzo takribani 3 ni ambayo nimeweza kuorodhesha hapa, ndugu ya msikilizaji. La kwanza, Yesu Kristo ni Bwana na ni Masia tunayemngojea katika kipindi hiki cha Majilio. Yeye Masia tunayemtegemea ni mwenye nguvu, amejaa nguvu ya kimungu ndani mwake, na hivyo ana mamlaka juu ya magonjwa, ukilema, upofu na matatizo mengi mbalimbali. Yesu ana mamlaka haya na nguvu zake alizonazo hazina mipaka, kwa kuwa yeye ni Mungu. La pili ni kwamba Yesu Kristo ni mwenye huruma, na ana huruma kwa wale wanaomchagua na kumfuata, wanaokesha naye na kumsikiliza, wanaofunga safari ngumu ila yenye matumaini na kupanda mlimani kumuona Kristo. Yeye anawahurumia hao. Tatu, Kristo anashibisha wenye njaa. Njaa inaweza kuwa ya kimwili ama ya kiroho, na kwa kuzibariki juhudi zetu sisi, tukiamua kufanya kazi, tukisali, Yesu Kristo atachukua mafanikio hayo yako madogo uliweza kuyapata kwa juhudi zako na kuyafanya yawe mengi zaidi, na kukushindia na kukupa ziada ya hayo ambayo umeweza kuyavuna kwa juhudi zako. Tunaona katika kipande cha kwanza cha somo hili anapanda milimani na watu wengi wanamfuata huko akiwapelekea hao wenye mahitaji mengi, na yeye anaweza kuwaponya, na hivyo watu wanashuhudia yale mambo na kumsifu Mungu. Hili ndo fundisho la kwanza la kwamba Yesu ambaye ni Masia ana nguvu za kimungu za kuweza kutuponya sisi na matatizo yetu. Lakini pia tunaona kwamba anaona huruma. Amekaa na wale watu, wamekesha pamoja naye siku kama 3, na anaona hawezi waruhusu kwenda wakiwa na njaa. Kuna wimbo ambao pengine ni maarufu wa Kikatoliki, ningependa tushirikishane kidogo kutukumbusha somo hili. Sipendi kuacha waende, bila kula wasije wakazimia njiani. Tutawapa nini watu hawa na hapa ni nyikani, nasi hatuna cha kutosha kuwashibisha.
Basi maneno hayo ni kati ya maneno tuliyoyasikia katika injili yetu, lakini Kristo anachukua vile vichache walivyo navyo, na kwa hivyo anasali na kuvibariki na kuwaagiza wagawane hivyo, na baada ya kufanya hivyo basi wanapata na ziada. Kwa hiyo mafunzo yetu matatu yote tunaweza kuyapata hapo ambapo nimeorodhesha hapo. Na sasa kipande tunachofuata, ningependa sisi tutafakari tuna jukumu gani baada ya kupata mafunzo hayo. Nimeorodhesha pia matatu kutokana na majukumu kwa roho zetu wenyewe. La kwanza, tumkiri Kristo kama Bwana wetu na kwamba ni mwana wa Mungu mwenye nguvu na mamlaka, na hivyo tusiumbishwe na maajabu, uchawi, mazingaombwe, ushirikina na manabii wa uongo wasioweza kutuponya wala kutuokoa kweli. Pale tunaposongwa na matatizo yetu na majaribu ya kila siku, tufahamu kwamba tukiwa na imani ya kipekee kwa yule anayeweza kutuponya, Yesu Kristo, basi tujipeleke kwao hao. Sisi wenyewe tufanye juhudi kumfikia Yesu Kristo na kumuomba na kusali bila kuchoka, maana yeye ndiye anaweza kutuponya na hayo maswaibu yetu. La pili, tumfuate na kukaa naye na kumsikiliza, hasa sisi wa dhambi. Yeye anaweza kutuhurumia. Kristo ni Bwana wetu mwenye huruma. Tumpelekee vichache tulivyo navyo, yeye atavifanyia kazi hivyo na kuvibariki, na yeye anaweza kutuponya sisi na kutujalia mafanikio mengi zaidi kwa kutokana na zile juhudi tunazozifanya. La tatu, tuwe na juhudi, kufanya kazi kwa bidii, kujitafutia mahitaji ya kimwili pia na kiroho. Tuweke juhudi kuyasogelea na kuyapokea matakatifu. Kristo anatazama juhudi yako na hivyo anaitunuku juhudi hiyo na fanaka. Fanaka inahusisha mafanikio, baraka, ustawi na maendeleo. Ni kusonga mbele kwa neema. Lugha nyingine nzuri ya Kiingereza inasema prosperity, success and well-being. Basi sisi tukiweka juhudi na kumwamini Kristo na kumpelekea Kristo juhudi zetu hizo, yeye atatupa sisi fanaka katika mambo yote tunayoyafanya. Pia majukumu yetu kwa wengine nimeorodhesha pia matatu. La kwanza, tuwapeleke wenzetu kwa Yesu Kristo, na kwa namna hiyo ni kumkumbusha mwenzako kusali, kuhudhuria misa, kuungama, kutimiza majukumu yake kama Mkatoliki kwa upendo. Unapomkumbusha, mkumbushe kwa upendo, ukitazamia manufaa yake na sio yako mwenyewe, kama tulivyoona hawa watu waliwapeleka wale wenye mahitaji kwa Kristo. La pili, tuwaonee huruma wenzetu kama Kristo alivyokaa na kuwaonea huruma wale ambao walikuwa wamekesha pamoja naye na hakuweza kuwaacha wakiwa na njaa. Basi tufurahie juhudi nzuri za wenzetu na tunapoweza tuwainue na tuwasaidie. La tatu na la mwisho, tugawane tulivyojaliwa na Mungu pamoja na wenzetu wale wasio navyo kwa jina lake. Tukifanya hivyo kwa jina lake, atavibariki na kuvizidisha sana, tutapata hata na ziada. Mambo yote yamejidhihirisha katika somo la Injili tulilolisikia. Basi ndugu zangu, siku hii ya leo kwa namna ya pekee pia kanisa linaadhimisha sikukuu ya Mtakatifu Francisco Xaveri, ambaye alizaliwa kwenye familia ya kitajiri mno na alikuwa amejaliwa vipaji vingi na akili nyingi, na alitamani kupata utukufu wa kiulimwengu, kusoma kwa bidii, labda kuwa mwalimu mashuhuri. Lakini baada ya kukutana na Mtakatifu Inyasi wa Loyola, basi kwa kushirikishana mambo ya kiroho alikubali kuacha hayo yote kwa ajili ya Kristo, na alifanya utume mkubwa mno kule nchi za Asia. Tumuombe mtakatifu huyu atusaidie sisi wenyewe kuitikia miito yetu kila siku. Popote ulipo, kama wewe ni mtawa au ni muumini wa kawaida, ni daktari, ni mwalimu, ni mjenzi, kwa kila kazi unayofanya unatakiwa kuendelea kuitikia wito wako kumuiga Kristo. Wale wanaotutazama wamuone Kristo mwingine katika mambo tunayoyafanya kila siku. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Lucas Ferran Kweka wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo. Milele amina. Neno la Bwana Yesu Kristo ni taa ya mioyo yetu, kwa hiyo inatupasa tulipokee. Neno la Bwana limekuja kwetu sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani. Ndilo neno lenye kutuletea wokovu. Neno la Bwana limekuja kwetu sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani.